Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine tena nimerudi ili kusudi kuweza kushiriki nasi neno la Mungu hata wakati huu. Kabla sijaweza kushiriki neno la Mungu, jina langu naitwa Apostle Leonard Simiyu Mabonga kutoka katika jimbo la Bungoma, eneo bunge la Kabuchai, mji wa Nalondo. Kanisa ni Christian Glory Center. Na kabla sijaweza kushiriki neno la Mungu, napenda niombe kwanza, alafu itakuwa baraka. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya neno lako ambalo tunaenda kulishiriki hata wakati huu. Neno lako nasema kwamba ulituma neno lako likawaponya na kuondoa katika njia ya maangamizi. Umelituma neno lako ili kusudi uweze kuponya maisha yetu, uweze kutuinua, uweze kumba tabia ya Mungu ndani mwetu, uweze kuinua kiwango cha imani yetu kwa neno lako. Naposhiriki kwa msikilizaji wangu na yule mwenye ananiona, nguvu zako sifanye kazi katika maisha yake hata sasa, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo napenda kama uko na Biblia ufungue nami katika kitabu cha Luka mlango ni wa 18 mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Na pia tasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati mlango ni wa 15 mstari ni wa kwanza hadi wa pili. Biblia inasema kwamba ndipo roho ya Mungu ikamjia Asaria mwana wa Oded, naye akatoka ili amlaki Asa. Akamwambia, nisikieni Asa na Yuda na Benjamin, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye. Mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Siku ya leo napenda niweze kushiriki nasi ujumbe wa kipekee ambao ni ujumbe wa kimsingi aswa kwa Mkristo. Na ujumbe wangu siku ya leo si mwingine ila ni kuhusu maombi. Kwanza, maombi ni nini? Number 1, maombi ni ushirika wetu na Mungu. Ni nini maana ushirika? Ushirika inamaanisha kwamba unaongea na yeye pia anaongea. Mungu aliumba mtu na kusudi kwamba aweze kuwa na ushirika naye. Ukisoma Biblia utapata kwamba Biblia inasema kwamba kila jioni katika kitabu cha Mwanzo Mungu alikuwa anakuja